Katikati ya milima na vumbi ya kaskazini magharibi mwa Tanzania, kando ya mwambao wa Ziwa Victoria, alizaliwa mtoto wa kawaida lakini mwenye ndoto zisizo za kawaida. John Pombe Magufuli, mtoto wa mzee Joseph, aliyekuwa mkulima na mfugaji aliyetokea kijiji cha Katoma, Geita na kuhamia Chato mwaka 1959. Alilelewa katika nyumba ya nyasi, lakini ndani yake palikuwa na kiu ya maarifa na shauku ya kulibadilisha taifa. Aliuza maziwa, alichunga ng'ombe, alihifadhi ndoto zake kwenye daftari la shule la jalada nyekundu. Alipenda hisabati, alipenda utaratibu na alipenda ukweli. Alisoma kwa bidii, akapata diploma ya elimu ya sayansi, kisha shahada, kisha uzamili, hatimaye shahada udaktari wa falsafa katika kemia. Lakini hakuridhika kuwa mwalimu tu. Alitaka kufundisha kwa vitendo, na sio darasani pekee, bali serikalini. Mwaka 1995 aliingia bungeni. Wengine walimuona kama mwalimu tu wa kijijini, lakini ndani yake alikuwa tayari ni tingatinga, chuma kisichopinda mbele ya vizingiti. Katika miaka iliyofuata aliinuka hatua kwa hatua: naibu waziri wa ujenzi, waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, waziri wa maendeleo ya mifugo na samaki, na kisha waziri wa ujenzi. Hakutafuta sifa, hakupenda kamera, alitafuta tija. Na mwaka 2015, kwa mshangao wa wengi, aliteuliwa kuwa mgombea uraisi wa CCM. Wapo waliodhani hatoshinda, lakini kwa wananchi waliokuwa wakiona maendeleo kupitia jasho lake, ilikuwa dhahiri. Tanzania ilikuwa tayari kwa kiongozi anayefanya, sio tu kuahidi. Hii ni hadithi ya mwananchi wa kawaida aliyeamua kutokuwa wa kawaida, aliyesimama kinyume na ubadhirifu, aliyepambana na mataifa makubwa, aliyetangaza kwamba Afrika inaweza kujitegemea. Na kwa baadhi, ndiye aliyekuwa kiongozi wa kweli wa enzi mpya. Karibu katika safari ya maisha ya Dr. John Pombe Magufuli, kiongozi aliyepita kama dhoruba, lakini aliliacha taifa lenye alama ya nguvu. Urithi wake ni barabara, ni hospitali, ni ujasiri, ni hofu, ni matumaini. Lakini zaidi ya yote, ni hadithi ya mtu mmoja aliyetamani taifa zima liwe bora. Kwa hiyo tukitanguliza masilahi ya Tanzania tutafanikiwa. Na mimi ndicho hicho nawaomba ndugu zangu wa Tanzania wote. Kila mtu, kila mahali alipo, tutangulize utanzania wetu. Mwaka ni 1982. Shule ya sekondari ya Sengerema inatikiswa na sauti kali ya mwalimu mchanga anayesimamia madarasa kwa uangalifu kama daktari mpasuaji wa dini. Anaitwa John Pombe Joseph Magufuli, mwalimu wa kemia na hisabati, mtulivu kwa sura, lakini mwenye uthabiti usioyumba moyoni. Wanafunzi wanamuogopa si kwa ukatili, bali kwa nidhamu. Anachukia uzembe, haupendi. Anauponda uongo kwa hoja. Anaamini kuwa ufaulu si zawadi, bali matokeo ya juhudi. Msisome kwa ajili yangu, someni kwa ajili ya taifa lenu, anasema. Lakini darasa haliwezi kumtosha. Anahisi anafundisha ndani ya kuta finyu, huku matatizo ya nchi yako nje yakipiga kelele. Mwaka 1989 anahamia Nyanza Cooperative Union kama mtaalamu wa kemia viwandani, lakini bado anatazama nje ya dirisha akiuliza, je, haya yote nitayaacha mikononi mwa siasa zisizowajibika? Mwaka 1995, Tanzania iko kwenye mabadiliko ya mfumo wa vyama vingi. Watu wanahitaji viongozi wapya, safi, waaminifu. John Magufuli anagombea ubunge jimbo la Biharamulo Mashariki huko Chato, na anakubalika kwa kishindo. Bungeni haji na suti za gharama, haji na maneno ya Uswahili. Anakuja na takwimu, namba na hoja na msimamo. Mwaka huo huo anateuliwa kuwa naibu waziri wa ujenzi.
na hapo ndipo jina lake linaanza kuenea, si kwa siasa bali kwa kazi. Anatembea kwa miguu kwenye maeneo ya miradi, anaamka alfajiri kukagua barabara, anakataa kusaini malipo kama kazi haijakamilika. Kwa mara ya kwanza, mtumishi wa umma anaanza kujulikana kama bulldozer, tinga. Wengine wanasema ni mkorofi, wengine wanamuita mtu wa vitendo. Lakini kwa mwananchi wa kawaida, huyu ndiye mwakilishi wa matumaini. Sitamani sifa, natamani kazi ifanyike. Barabara isijengwe kwenye karatasi, ijengwe ardhini, anasema. Na kazi yake inaonekana. Hakuna eneo alilogusa lisilokuwa na mabadiliko. Kutoka ujenzi hadi ardhi hadi mifugo, kila wizara aliyoshikilia inatetemeshwa na mabadiliko. Wengine walimuona kama mkali mno kwa siasa, lakini Watanzania walimuona kama dawa ya uzembe. Na kadri miaka ilivyosonga, jina lake lilianza kutajwa mtaani kama mtu pekee anayefaa kupambana na rushwa, ukiritimba na uongozi wa kiitikadi. Kwa sababu alikuwa tofauti, na tofauti hiyo ilihitajika. Mwaka 2015, Chama cha Mapinduzi CCM kinatafuta mrithi wa Rais Jakaya Kikwete. Majina yanapita kwenye vikao vya juu. Wanasiasa mahiri, watu wa diplomasia, wakuu wa mikoa, wote wenye mvuto wa kisiasa na sura za kampeni. Lakini jina moja linachomoza kimya. John Pombe Magufuli. Hakuwa mwanasiasa wa jukwaani, hakuwa na mtandao wa propaganda, hakuwa na wafadhili wakubwa, lakini alikuwa na kitu kimoja walichokosa wote: rekodi ya kazi halisi. Wakati wengine walijinasibu na vyeti, Magufuli alijinasibu na barabara alizojenga, shule alizojenga, hospitali alizozindua, ujenzi alioutekeleza kwa mikono. Wengine walicheka, waliona hawezi kuvutia kura, waliona hana haiba ya kisiasa. Lakini wananchi waliokuwa wamechoka na ahadi zisizotimizwa waliamua kujaribu mtu wa kazi badala ya mtu wa maneno. Julai 12 mwaka 2015, CCM inamchagua kuwa mgombea wa urais. Tanzania ilishtuka, mitandao ililipuka, wataalamu wa siasa walibaki na maswali: huyu ni nani hasa? Hivi kweli ana nafasi? Lakini watu wa mtaani walikuwa na jibu rahisi: yule aliyewahi kumfukuza mkandarasi live mbele ya kamera, huyu ndiye tunamtaka. Kampeni zake hazikuwa za muziki mwingi wala mabango ya kifahari, lakini zilikuwa na mazungumzo ya ukweli. Kila mkutano wake ulikuwa na ujumbe mmoja: serikali itakuwa ya wananchi, hakutakuwa na wizi, hakutakuwa na uzembe, Tanzania itajitegemea. Wakati huo mpinzani wake mkuu alikuwa waziri mkuu wa zamani Edward Lowassa, mwenye umaarufu mkubwa. Lakini umaarufu hauwezi kushinda msimamo. Na wakati wa kupiga kura ulipofika, Watanzania walichagua kwa maono, sio ushawishi. Oktoba 25 mwaka 2015, John Pombe Magufuli anatangazwa mshindi wa uchaguzi wa urais. Novemba 5 mwaka 2015, anaapishwa rasmi kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mimi John Pombe Joseph Magufuli na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na nitalinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ilivyowekwa kwa mujibu wa sheria. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi John Pombe Joseph Magufuli na hapa nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu, kwa kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bila woga, bila upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu
nisaidie. Na siku hiyo hiyo taifa lilianza kubadilika, sio kwa sheria mpya, sio kwa mabango, bali kwa tabia mpya ya uongozi. Kiongozi anayefika ofisini kabla ya jua, anayekagua hospitali bila taarifa, anayekataa safari zisizo na maana, na anayefuta posho zisizojieleza. Tanzania ilikuwa imeingia kwenye zama mpya, zama za tingatinga. Kabla hata vumbi la kuapishwa halijatulia, Rais Magufuli alishika kalamu ya mamlaka, lakini hakusaini ahadi, alisaini kazi. Siku ya kwanza ofisini alikagua budget. Aliona mamilioni yamepangwa kwa sherehe ya uhuru, chakula, muziki, hotuba za kiitikadi, safari za viongozi. Akauliza, watu wanakufa kwa kipindupindu, halafu sisi tusherehekee nini? Aliamuru hakutakuwa na gwaride, hakutakuwa na chakula cha viongozi. Badala yake wananchi wasafishe nchi kwa mikono yao. Na rais mwenyewe akajitokeza na zana mkononi, akifagia barabara, akifuta unafiki, akiwasha moto wa nidhamu mpya. Na ninawashukuru wananchi na wavuvi katika eneo hili la feri ambao nimeshiriki nao katika kufanya usafi. Ni matumaini yangu kwamba Watanzania wengi wataelewa umuhimu wa kufanya usafi katika maeneo yetu, kwa sababu ukweli ni aibu nchi yetu ya Tanzania kuendelea kuwa na kipindupindu katika maeneo mbalimbali, wakati masuala mengine yangeweza kutatuliwa vizuri kwa kujituma tu sisi wa Tanzania katika kufanya kazi zetu. Kwa hiyo niwaombe Watanzania tuendelee kushiriki katika usafi, lakini niwapongeze sana majirani zangu wa hapa feri. Kisha safari za nje zikakaguliwa. Ujumbe wa watu 50 wa kikao cha watu 3 zikasitishwa. Ninajitahidi kubana matumizi serikalini. Palikuwa na safari za ovyo ovyo tu, watu wanapishana angani kule. Na nilifanya hivyo kwa kuanzia mimi mwenyewe, kwamba ukitaka kutoa directions lazima uanze na wewe mwenyewe. Nimealikwa mialiko zaidi ya 47. Nimeweza kwenda mialiko 3 nje ya nchi. Nimeskip hata mikutano mingine mikubwa, kwa sababu ninajua tunaweza bado tukawakilishwa na mabalozi wetu walioko kule na wakaleta effect hiyo hiyo. Otherwise palitoa hakuna sababu ya kuwa na mabalozi, halafu sisi wenyewe tena tunaenda huko tunajisomba labda 100, tunalipwa night, wakati hizo hela wananchi wetu wanahangaika kwenye mahospitali na kadhalika. Kwa hiyo nimefanya hivyo kwa lengo kubwa kwamba la kuhakikisha tunakuwa na Tanzania mpya. Na ndio maana nimepunguza sherehe za uhuru ambazo tungesherehekea tukamaliza, nikazichukua hizo hela tukatengeneza barabara ya Mwenge. Nina uhakika hata wewe Rioba unapita pale pale, inawezekana hata msongamano umepungua kidogo unapoenda kwenye kituo chako. Palikuwa na sherehe nyingine, nikapeleka barabara ya Mwanza na kadhalika. Kwa hiyo najaribu hivyo ili katika kuhakikisha kwamba tunajenga conscience ya Watanzania katika kuiamaki maendeleo ya kuwatumikia Watanzania. Bunge nao walisevu hela, tukaenda kununua vitanda, wakina mama wanalala vizuri hospitali na kadhalika. Na ndio maana utaona katika bajeti ya mwaka huu ya afya tumetenga trilioni 1.99. Na kwa mara ya kwanza fedha zilizotengwa kwa ajili ya kununulia madawa mwaka jana zilikuwa bilioni 31, mwaka huu ni bilioni 250. Katika kipindi cha miezi 3 tu, alifuta vikao visivyo na tija, akasimamisha malipo hewa, akafuta marupurupu yasiyo na maelezo na kufuta mikataba yenye mashaka. Watanzania walishangaa kuona mabadiliko ya haraka. Mashine za uchunguzi wa hospitali
ambazo zilikuwa zimeharibika kwa miaka zikatengenezwa, wauguzi wakaajiriwa, madawa yakaanza kufika vijijini, bandari zikaanza kukusanya mapato kwa kasi ya kihistoria. Hakuficha hasira yake kwa wizi wa mali ya umma. Maafisa wa TRA waliokula kodi za wananchi wakawekwa ndani. Wakurugenzi waliopokea rushwa wakatimuliwa bila kusubiri ripoti. Watanzania waliokuwa wamezoea viongozi wa maneno walijikuta wakiongozwa na kiongozi wa msimamo. Hofu ikatawala serikalini, si kwa ukatili, bali kwa sababu watu walianza kuwajibika. Maafisa wakaanza kufika kazini mapema. Viongozi wakaanza kufuta semina zisizo na maana. Kila mtu akajua Magufuli haangalii jina, anaangalia matokeo. Tanzania ikaanza kusikika kimataifa, wengine wakimsifu, wengine wakimshangaa. Lakini ndani ya nchi aliheshimika, si kwa maneno matamu, bali kwa uamuzi mgumu. Na kauli mbiu moja ikazaliwa, ikawa kioo cha utawala wake: hapa kazi tu. Dr. John Magufuli hakuzungumzia maendeleo, alijenga maendeleo. Kila kona ya Tanzania ikaanza kusikika sauti mpya, vilio vya matrekta na vumbi la msingi mpya likianza kutanda kwenye nchi nzima. Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia yake ilianza kuamini kuwa maendeleo yanawezekana kwa fedha zake yenyewe. Reli ya kisasa SGR. Alipozindua ujenzi wa Standard Gauge Railway SGR kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma, wengi walifikiri ni hadithi za ndotoni. Lakini ndani ya muda mfupi, mitambo ilianza kusonga. Ukimwona mtu anazungumza kwamba nataka nitengeneze reli na treni ya kutumia umeme, wapo wengine waliniona ninaota mchana. Lakini nilimwamini Mungu wangu. Niliwaamini Watanzania, hasa Watanzania maskini. Madaraja yakajengwa na miji ya ndani ikaanza kuinuka karibu na njia ya reli. Hii ni reli yetu, haitabeba tu mzigo, itabeba ndoto za Watanzania. Na leo hii safari ya Dar Dodoma ni masaa 3 ya starehe. Air Tanzania, shirika lililokuwa limekufa, likafufuliwa. Magufuli alinunua Bombardier, Airbus na hata Dreamliner. Akaijenga upya Terminal 3 ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Ndugu zangu, tumesikia jengo hili limegharimu mabilioni ya fedha, zaidi ya bilioni 710-20 hivi. Fedha hii imetolewa na Watanzania kwa 100%, ambapo 15% tumelipa fedha taslimu na 85% tumekopa. Ndugu zangu, mkopo huu tumeupata kwa sababu serikali yetu inaaminika na inakopesheka. Mkopo huu utarejeshwa kupitia kodi zetu. Alizindua ujenzi wa Julius Nyerere Hydropower Project, mradi wa kuzalisha zaidi ya megawatt 2115 za umeme. Hii ilikuwa hatua ya kihistoria, kuondoa taifa kwenye giza la kudumu na kuiweka Tanzania kwenye ramani ya uzalishaji mkubwa wa nishati barani Afrika. Madaraja, flyovers na miji mipya: Ubungo Interchange Dar es Salaam, Kigongo Busisi Bridge Mwanza, New Salenda Bridge. Magufuli Terminal, kituo kikubwa cha mabasi Afrika Mashariki. Bandari ya Mtwara na Dar es Salaam kupanuliwa na kuboreshwa kwa kasi ya ajabu. Viwanda, ndani ya miaka 5 zaidi ya 3000 vilianzishwa. Viwanda vya nguo, saruji, dawa, vifaa vya ujenzi, vyote viliibuka kwa misingi ya azma ya kujitegemea kiuchumi. Huduma za afya na elimu, hospitali za wilaya na rufaa zilijengwa. Vituo vya afya zaidi ya 1000 vilijengwa ndani ya miaka 5. Elimu bila ada ikarudishwa rasmi. Watoto maskini wakaanza kwenda shule bila kikwazo.
Magodoro na vifaa vya upasuaji vikanunuliwa kwa maelfu. Yote haya hayakufanywa na mikopo ya masharti magumu. Katika zama zake, bajeti ya ndani ikawa chanzo kikuu cha maendeleo. Watanzania waliona viwanda vikiwaka, mashine zikibeba zege na vichwa vya treni vikivuka bara. Kwa mara ya kwanza wananchi waliona ndoto ya kujitegemea ikiwekwa kwenye matofali. Aliamini kuwa taifa la kweli si lile linalosubiri misaada, bali ni lile linalotengeneza vichwa vyake vya treni na kubeba maono yake kwa mikono yake. Wengine hujenga barabara, wengine huandika sera. Lakini Dr. John Pombe Magufuli alijenga mfumo wa uwajibikaji, wa utii kwa taifa na wa hofu ya Mungu. Alijenga Tanzania mpya, sio kwa zege, bali kwa tabia. Alitaka kila afisa wa serikali, kila mkurugenzi, kila mtendaji aelewe kuwa kazi ya umma ni wito, si nafasi ya kula. Katika historia ya Tanzania, hakuna rais aliyewahi kufukuza maofisa serikalini kwa kasi, ujasiri na hadharani kama Magufuli. Alifuta uteuzi wa watendaji wazembe ndani ya saa 24. Lakini wapo wa Tanzania ambao tuliwapa huo wajibu wa kusimamia, hawajali. Na hiki ndicho kinauma sana. Katika takwimu za TMA, na ndio maana siku ile nilimfukuza mara moja yule katibu mkuu wa Wizara ya Nishati na Madini alipokuwa akihojiwa na waheshimiwa wabunge kwamba kuna uzito kiasi gani cha dhahabu. Anazungumza uzito wa dhahabu hapa ni 0.02 gram. Ni unyama wa ajabu, ni aibu kwa mtu aliyosomeshwa na Watanzania akazungumza such a stupid answer. Nilishindwa kuvumilia, nilipoona tu saa hiyo nikamfukuza. Alikemea wizi wa fedha za umma bila kusubiri ripoti za tume. Alituma wakaguzi wa serikali kwenye mashirika ya umma bila taarifa. Alipowasili ghafla hospitali au bandarini, ilikuwa ni mtihani wa kweli. Wewe ndio mkurugenzi? Ndio. Kwa nini vifaa hivi? Unaitwa nani? Naitwa ndugu Paulo Regasha. Kwa nini vifaa hivi maraba? Kwa nini vifaa hivi vyote havifanye kazi? Mheshimiwa, ile mashine pale haifanyi kazi. Ililetwa tu kwa ajili ya kuhifadhiwa. Kwa hiyo hapo imehifadhiwa. Hapo tumehifadhiwa, tunajenga store mahali pa kuweka. Mashine ambayo ilikuwa inafanya kazi ni hapa. Katika serikali ya Magufuli hakuna kilichofichika. Aliamini kuwa uoga wa adhabu ni msingi wa uwajibikaji wa kweli. Watu waliamka mapema. Semina zilipungua. Makabrasha yalijazwa kabla ya vikao. Na ofisi za umma zikaacha kuwa mahali pa kulala, zikawa sehemu za kutumikia taifa. Lakini zaidi ya nidhamu ya kiutendaji, Magufuli aliamini katika hofu ya Mungu. Alikuwa ni rais aliyeamini kuwa mamlaka si mali binafsi, bali ni dhamana takatifu. Katika mikutano na wananchi, alitumia maneno rahisi lakini mazito. Kwa Watanzania wengi, hili liliwapa matumaini kwamba rais wao alikuwa mcha Mungu, aliyeamini katika haki na asiyeogopa kusema ukweli mbele ya yeyote, hata mataifa ya nje. Wapo waliomwita dikteta, lakini kwa wananchi waliokuwa wamechoka na uzembe, waliona ndani yake kiongozi wa misingi, asiyeinama mbele ya maovu. Na mfumo wake ukaweka alama. Kwa mara ya kwanza, kufanya kazi vizuri serikalini kuliheshimiwa kuliko kufahamiana. Kwa wengine, huu ulikuwa uongozi mkali. Kwa Watanzania wengi, ilikuwa tiba. Kwa miaka mingi, dhahabu ya Tanzania iliwaongezea matajiri wa mbali, wakati wa Tanzania waliobeba mawe migodini walibaki maskini. Mikataba ya madini ilijaa lugha ngumu, vipengele vya hila na masharti yaliyonyonya taifa kimya kimya. Lakini ilipofika mwaka 2017, mtu mmoja aliamua imetosha. Dr. John Magufuli hakusubiri ripoti ya jukwani. Alitumwa wakaguzi bandarini, na kilichogunduliwa kilitisha taifa lote.
Makontena ya makinikia yenye mabilioni ya thamani ya dhahabu, shaba na madini mengine yalikuwa yakisafirishwa nje bila kodi sahihi. Yalikuwa yakiondoka bila uzalendo, yakirudi kama bidhaa ghali kwa bei mara 100. Magufuli akasimama mbele ya kamera, akarushwa moja kwa moja kwenye televisheni ya taifa na akahoji, ninyi leo mmekuwa ni mashahidi. Mabilioni ya fedha haya ambayo nchi yetu imepoteza, kwa sababu kwa haraka nilikuwa naangalia hapa, nilikuwa naandika dhahabu ambazo zilikuwa zinapatikana patani ni 671 hadi gramu 2775 grams patani, ambazo amount yake ya uzito ni kutoka tani 7.8 hadi tani 13.16 kwa makontena 277. Kwa hiyo katika makontena yaliyoko pale kuna tani kati ya tani 7.8 hadi tani 13.16. Na ukichukua ile ya tani 23.1 ya uzito wa container, ukaacha kuchukua ule uzito wa tani 20 wa container, maana yake kuna tani 15.5 za dhahabu pale. Sasa tani 15.5 za dhahabu ni malori mawili na ka point ka Land Rover kamoja yenye tani 77. Sasa imagine lori mawili na ka Land Rover kamoja au ka Volkswagen ambako kote ni dhahabu kamekaa pale. Malori mawili ya tani 7 yanaleta tani 14. Tunabakiwa na tani 1.5 labda pickup. Umezipaki pale, zote ni dhahabu katika language ya kawaida. Na hiyo ni kwa makontena 277. Ninajua kuna tume nyingine ambayo inataka kujua ni makontena mangapi yaliyosafirishwa, kama alivyouliza father pale. Lakini kwenye ripoti za Laflafu huwa wanasafirisha makontena kati ya 250 na 300 na 300 zaidi kwa mwezi. Kwa hiyo kwa mwaka ni zaidi ya makontena 3600. Ukizidisha kwa tani hizi, maana yake ni tani 171 hadi karibu tani 200 za dhahabu. Ukizidisha kwa miaka 10, utaona ni dhahabu tani ngapi. Ukizidisha tangu mwaka 98, unaweza ambao ni miaka 17, ukazidisha utajua ni tani kiasi gani na ni trilioni kiasi gani. Akaamuru makontena yasafirishwe, akaweka zuio, akaanzisha mazungumzo upya na kampuni kubwa kama Acacia Mining na Barrick Gold. Wale waliokuwa wamezoea kujiamulia wakalazimika kusikiliza sauti ya rais kutoka Afrika Mashariki. Majadiliano hayakuwa mepesi, mashinikizo ya kidiplomasia yaliongezeka, hofu ya wawekezaji ilitanda, soko la hisa likatetereka. Lakini Magufuli hakutetemeka. Hatimaye makubaliano mapya yakafikiwa. Tanzania ilipata 16% ya umiliki wa migodi. Makampuni yakalazimika kulipa dola milioni 300 kama fidia. Sheria za madini zikabadilishwa kulinda maslahi ya taifa. Vituo vya kuchenjua madini vikaanzishwa hapa nchini. Kwa mara ya kwanza taifa liliona rais ambaye hasaini mikataba gizani, bali anasimama mbele ya wachimbaji na kusema rasilimali za Tanzania zifaidishe wa Tanzania. Wengine walimlaumu kuwa amewatisha wawekezaji, lakini kwa wachimbaji wadogo, kwa vijana waliopata ajira migodini na kwa nchi nzima, Magufuli alikuwa shujaa wa dhahabu.
aliamini kuwa uhuru wa kweli hauji kwa kupiga kura tu, bali kwa kumiliki mali ya taifa lako. Na kwa hatua hiyo aliandika sura mpya ya Tanzania, sura ya kujitegemea, sura ya haki ya kiuchumi, sura ya ujasiri. Mwaka 2020 Ulaya inafunga miji. China inajenga hospitali kwa siku 3. Watu wanapoteza maisha kwa kasi. Ulimwengu mzima unaishi kwa hofu ya pumzi. Katika mataifa mengi, viongozi walikimbilia lockdowns, barakoa, chanjo, lakini nchini Tanzania, Rais Magufuli alichagua njia yake. Wakati kamera za kimataifa zikirusha tahadhari kila saa, Rais Magufuli alisimama mbele ya taifa, akanyosha mkono wake juu na kusema, tumetishana sana hasa hapa Tanzania, kana kwamba hakuna magonjwa mengine yanayoua watu. Ukimwi unaua, kansa inaua, ajali barabarani wanakufa watu wengi tu, malaria inaua. Corona mpaka sasa hivi haijaua hata mtu mmoja hapa Tanzania, lakini tunatishana sana. Nimeanza kuwa na wasiwasi kwamba imefika mahali hata watu tunaanza kumsahau Mungu, kwamba Mungu ndiye mponyaji wa kweli katika maisha yetu. Sisi wa Kristo tunakumbuka tulimkiri Kristo kwa kubatizwa kwetu. Tulimkiri Kristo kwa kipaimara. Tukamkiri Kristo wengine kwa ndoa na wengine kwenye maagano mbalimbali kama masista na mapadri. Tuna imani kubwa kwamba tukimtegemea Mungu hakuna litakaloshindwa. Na mimi niwaombe ndugu zangu wa Kristo na wa madhehebu mbalimbali wakiwemo ndugu zetu Waislamu, tuendelee kumtanguliza Mungu wetu. Imefikia mahali sasa watu wanaogopa hata kwenda makanisani, wakifikiria watapata korona. Watu imefikia mahali wanaogopa hata kwenda msikitini kumwomba Mola wao, wakifikiri watapata korona. Naweza nikafikiria kwa mawazo yangu madogo kwamba katika kipindi ambapo shetani ameutawala ulimwengu ni kipindi hiki. Tusimame imara. Mimi najua katika njia pekee ya maombi na kumtegemea Mwenyezi Mungu tutaweza kushinda hili balaa. Badala ya kuagiza kufungwa kwa makanisa, aliagiza maombi. Aliwaomba Watanzania wafunge, waombe, wasali, wasafishe mioyo yao. Madaktari waliendelea kutoa elimu, lakini serikali haikufunga mipaka, haikufunga makanisa, haikufunga masoko. Wengine waliona ni upumbavu, lakini Watanzania wengi waliona ni ujasiri wa kuamini kuwa Mungu ana nafasi katika siasa. Aliamuru maabara zipime sampuli mbalimbali. Akawasilisha matokeo ya papai, mbuzi na mafuta ya gari ambavyo vilionyesha kuwa vimeambukizwa virusi. Tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, Mary. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi
ambalo tuiipa jina la Sarah Samuel, miaka 45, female. Matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne, miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kwale, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika. Sasa ukishaona umepeleka sample ukamwambia huyu ni binadamu, halafu ikaji ikaletewa positive kwamba ina corona, maana yake labda mapapai yote yale nayo yangewekewa isolation. Ukipeleka mbuzi za sample nazo zikawa positive, maana yake mbuzi wote tulionao hapa labda by assumption, au huyo mbuzi waliopelekwa nao walitakiwa wapewe kwenye isolation. Ukipeleka fenesi likawa positive, makamasi yake yale ambalo tuliyapa jina la Elizabeth, maana yake Elizabeth fenesi, nayo mafenesi yalitakiwa yawekwe isolation. Kwa hiyo ukishagundua kitu hiki, lazima ujue kuna mchezo wa ajabu unafanyika kwenye vipimo hivi, kwamba kuna mambo ya ajabu yanafanywa katika nchi hii. Either wahusika wa laboratory ile wamenunuliwa na mabeberu, either hawana utaalamu, which is not true, kwa sababu maabara hii imetumika sana kwenye magonjwa mengine. Either zile sample zinazoletwa, kwa sababu mpaka reagent zinatoka nje, mpaka zile swap, zile vipamba vya kuweka kwenye nani mle vinatoka nje. Kwa hiyo lazima kuna kitu fulani kinafanywa. Na kama mapapai nayo yanaonekana ni positive, yana corona, basi WHO inatakiwa ifanye kazi kubwa katika haya. Na kama mbuzi nao wana corona, na kama hawajajua hii corona ina affect binadamu au ina affect mbuzi au ina affect hata miti, basi wanasayansi hatujafanya cha kutosha katika hili. Mataifa ya nje yakaanza kumkosoa. Ripoti za vyombo vya habari vikubwa zikamuita kiongozi anayekana uwepo wa korona, lakini Magufuli hakutetereka. Wakati dunia inatetemeka kwa vifo, Tanzania iliendelea na maisha. Shule zikafunguliwa, sherehe zikaendelea, uchumi ukabaki hai. Kwa baadhi ya Watanzania huu ulikuwa uamuzi wa shujaa, kwa wengine ilikuwa ni hatari. Lakini kwa Dr. Magufuli uamuzi haukuja kwa hofu, ulikuja kwa imani. Na kwa kipindi fulani Tanzania ikawa ya pekee duniani. Wenye mashaka walinyamaza, wenye hofu walipata faraja, wenye imani walizidi kuamini tuna kiongozi tofauti. Mwezi Februari mwaka 2021. Katika jukwaa la umma, Dr. John Magufuli anaonekana kwa mara ya mwisho.
akiwa na ujasiri ule ule, macho makali na maneno yenye mizani ya uzito wa taifa. Kisha kimya. Siku zinapita. Hakuna hotuba, hakuna taarifa, hakuna picha, hakuna kikao. Watu wakaanza kulizana, yuko likizo? Amepata changamoto ya afya? Amerudi nyumbani Chato? Lakini kadri kimya kilivyoendelea, hofu ikaanza kutanda. Mitandao ya kijamii ikafurika uvumi. Wapo waliodai yuko Nairobi, wengine India, wengine walidai amefariki. Lakini serikali ilikuwa kimya bado. Viongozi wakitabasamu kwa kujizuia, vyombo vya habari vikisubiri ishara. Kwa taifa lililozoea kiongozi wake kuwa kila mahali, kutoka kwake ghafla ulikuwa ni mshtuko wa kimya unaoumiza. Watu wakaanza kuomba, wengine wakakumbuka maneno yake, 80% ya maisha yangu ni mapambano. Je, mapambano hayo yalifikia ukingoni? Siku ya tarehe 17 March 2021, jioni yenye upepo mzito, makamu wa rais wakati huo Dr. Samia Suluhu Hassan anasimama mbele ya taifa. Kwa masikitiko makubwa nawajulisha kuwa leo tarehe 17 Machi mwaka huu 2021, majira ya saa 12 jioni, tumempoteza kiongozi wetu shupavu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, ambaye amefariki kwa maradhi ya moyo katika hospitali ya Mzena jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Mheshimiwa Rais Magufuli alilazwa tarehe 6 Machi mwaka huu katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete kwa tatizo la mfumo wa umeme, tatizo la moyo la mfumo wa umeme ambalo kitaalamu linajulikana kama chronic atrial fibrillation, ambalo alikuwa nalo kwa zaidi ya miaka 10. Aliruhusiwa tarehe 7 Machi mwaka huu na kuendelea na majukumu yake. Tarehe 14 Machi mwaka huu alijisikia vibaya na akakimbizwa hospitali ya Mzena, ambapo aliendelea na matibabu chini ya uangalizi wa madaktari na wauguzi wa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete hadi umauti ulipomkuta. Mipango ya mazishi inafanywa na mtajulishwa. Nchi yetu itakuwa katika kipindi cha maombolezo kwa siku 14 na bendera zitapepea nusu mlingoti. Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Asanteni sana. Ulimwengu kasita, Tanzania ikatetemeka, midomo ikanyamaza, macho yakatiririsha machozi. Kwa mara ya kwanza katika historia yake, nchi yetu ilimpoteza rais akiwa madarakani. Wengine walishindwa kuamini, wengine walikubali kwa uchungu, wengine wakasema alikuwa kiongozi wa kweli, alijitoa kwa taifa na sasa amepumzika. Na hapo ndipo ukimya uligeuka kwa vilio. Kila kona ya nchi, kutoka Mbeya hadi Bukoba, kutoka Pemba hadi Kigoma, wageni walilia pamoja na wenyeji. Wakazi wa miji na vijiji walivalia nguo nyeusi. Watoto walishikilia picha. Viongozi wakakosa maneno ya kusema, na jina lake likaanza kutamkwa kwa uchungu mpya. Magufuli, tingatinga, shujaa wetu, baba alituacha ghafla. Siku 14 za maombolezo, bendera nusu mlingoti.
redio, televisheni, makanisa, misikiti, yote yakipaza sala. Tanzania ikigeuka kuwa mabega yaliyoshikana kwenye huzuni moja. Mwili wa Rais Magufuli ulipowasili kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, maelfu walijipanga kwa mistari mirefu, wazee walilia kimya, watoto walishikilia mabango. Asante kwa hapa kazi tu, kazi yako tutakumbuka daima. Wapanda milima walishuka, wavuvi wa Victoria waliondoa neti zao, wakulima wa Mbeya walifunga mabanda yao, na wafanyabiashara wa Kariakoo walitulia. Wote walikuja kumwaga mtu aliyewafanya waamini kuwa Mtanzania anaweza. Katika jiji la Dodoma, uwanja wa Jamhuri ikawa kama hekalu la kitaifa. Dr. Samia Suluhu Hassan aliyemrithi katiba akatoa hotuba ya utulivu, lakini yenye machozi yasiyozuilika. Nilipata fursa ya kumjua Rais Magufuli nilipohudumu kama waziri wa muungano ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nilihusudu utendaji wake wa namna alikuwa ni mfuatiliaji na msimamizi mzuri wa wizara yake ya ujenzi, na hata alipokuwa uvuvi. Alibeba jukumu hili kwa uzito uliostahili, na mara nyingi nilivutiwa na namna alivyotoa na kuwasilisha michango yake bungeni na kwenye baraza la mawaziri. Niliona dhamira ya mtu anayependa kazi yake. Alizijua barabara zote za nchi hii kwa majina, urefu na fedha zilizotumika kuzijenga. Lakini kama mtakumbuka, Rais Magufuli alitupa pia hadi idadi ya samaki walioko ndani ya bahari ya Tanzania. Rais Magufuli hakuogopa kutetea kile alichokiamini kuwa ni sahihi kwa maslahi ya taifa, hata kama kingehatarisha nafasi yake. Nikisema niandike historia ya maisha yangu, siwezi kusahau mchango wa Mheshimiwa Rais Magufuli katika maisha yangu ya kisiasa. Daima nitamshukuru kwa imani kubwa kwangu na kwa wanawake wa Tanzania. Tukiandika historia ya usawa au uwiano wa kijinsia kwenye nyanja za siasa nchini, lazima Magufuli jina lake litakuwepo. Kupitia yeye, Tanzania ilipata mwanamke wa kwanza makamu wa rais, na sasa ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wa mataifa kutoka Afrika nzima walikuja. Rais wa Kenya, wa Kongo, wa Afrika Kusini, Rwanda, Burundi, Uganda, wote walisimama na kusema, Afrika imepoteza nguzo. Magufuli alikuwa sauti ya bara hili. Alimwogopa Mungu, si mataifa ya nje. Mwili wake ulizungushwa nchi nzima: Dodoma, Mwanza, Geita, Chato. Kila sehemu alipopita, barabara zilijaa watu. Wengine walizimia kwa huzuni, wengine walilia kwa sauti, wengine walikimbiza gari la serikali kwa matumaini ya kuona uso wake mara ya mwisho. Kisha tarehe 26 Machi mwaka 2021, mwili wa Dr. John Pombe Magufuli ukazikwa rasmi nyumbani kwake Chato, Geita. Jua lilitua kwa ukimya. Ziwa Victoria likatoa sauti ya upepo wa majonzi, na Tanzania ikakubali. Tingatinga amepumzika. Lakini sio kwa kushindwa, sio kwa kukata tamaa. Ameondoka akiwa amefanya zaidi ya wengi kwa muda mfupi. Kwa mara ya kwanza taifa lilijifunza kuwa ukishika madaraka kwa hofu ya Mungu na moyo wa utumishi, unaacha urithi usiofutika. Baada ya vumbi la mazishi kutulia, baada ya vilio kufifia, Tanzania ilibaki na kitu kizito kuliko mawe ya kaburi: urithi wa kazi. Katika kila kona ya nchi, barabara mpya zilipita katikati ya mashamba, madaraja yalivuka mito iliyotengwa kwa miaka mingi, na hospitali mpya zilianza kutoa huduma hata kwa vijiji vilivyosahaulika. Watoto walienda shule bila kulipa ada. Akina mama walijifungua kwenye vitanda vya kisasa. Wakulima waliuza mazao yao kwa usafiri wa uhakika.
na wafanyakazi wa umma waliogopa kuchelewa kazini. Kwa mara ya kwanza kwa hiari, sio kwa woga wa kufukuzwa tu, bali kwa heshima ya utumishi. Katika vyuo aliwaacha wanafunzi waliosoma bure. Kwa viwanda aliwaacha wafanyakazi waliopata ajira mpya. Kwenye nishati aliacha megawati ambazo sasa zinaangaza vijiji vya mbali. Kwa usafiri aliwaacha na ndege zinazopaa angani kwa jina la Tanzania. Na kwa miundombinu aliweka alama ya kizazi kizima cha ujenzi wa taifa. Lakini zaidi ya yote aliwaacha Watanzania waliobadilika kisaikolojia. Kwa mara ya kwanza watu waliona inawezekana kujenga kwa fedha za ndani. Watu waliona kiongozi anayeishi kwa mshahara wa kawaida. Watu waliona rais anayekataa safari za kifahari. Watu waliona uongozi wa mtu wa chini kwenda juu katika akili za wengi. Magufuli alithibitisha kuwa kiongozi si lazima awe mzungumzaji mzuri, bali mwenye maamuzi magumu. Urithi wake hauko tu kwenye vitabu, upo kwenye matofali ya shule, karatasi za fidia kutoka kwa makampuni ya madini, namna watu wanavyoheshimu mali ya umma, na jinsi jina lake linavyotajwa mtaani kwa mapenzi. Yule ndiye alibadilisha Tanzania. Yule ndiye aliwafanya watawala wa hofu wajue kazi ni nini. Yule ndiye aliyetuonesha kuwa Mtanzania anaweza. Hakuwahi kuwa malaika, alikuwa na makosa yake. Lakini kwa watu wengi makosa hayo yaliingia kwenye kivuli cha yale aliyofanya kwa taifa hili. Na leo jina lake ni fundisho. Magufuli ni somo la wajibikaji, kazi na uzalendo. Alipochukua uongozi, wengi walidhani atakuwa rais wa ndani tu, wa barabara za kijijini na hospitali za kata. Lakini kadri miaka ilivyosonga, jina la Magufuli likaanza kutamkwa kwa heshima kutoka Accra hadi Addis Ababa, kutoka Pretoria hadi Kigali. Wakati mataifa mengine alipokuwa akiomba misaada na mikopo ya masharti magumu, Magufuli alisimama jukwani na kusema, Watanzania wana akili, Watanzania wana rasilimali, sisi tutaweza kujenga kwa fedha zetu wenyewe. Kauli hiyo iligusa moyo wa bara lote. Watu walikuwa wamekata tamaa kwa kuongozwa na watawala wa kujipendelea. Wakaanza kumuona kama mshumaa wa matumaini. Afrika ilianza kumwangalia kwa macho ya imani mpya. Kama Tanzania imeweza, kwa nini sisi tushindwe? Kama Magufuli ameweza kusema hapana kwa mikataba ya wizi, kwa nini viongozi wetu wakose ujasiri huo? Kigali, Rwanda, Rais Paul Kagame alisema, Afrika imepoteza mmoja wa mashujaa wa kweli. Aliamini katika kazi, alikuwa mtu wa matendo. Nairobi, Kenya, Wakenya waliandika mitandaoni, tungekuwa na rais kama Magufuli, Kenya ingekuwa mbali sana leo. Johannesburg, South Africa, waandishi wa habari walimuita the bulldozer who carved a new path for Africa. Na Umoja wa Afrika ulitoa tamko rasmi. Magufuli alikuwa sauti ya bara, sauti ya kujitegemea, sauti ya kujiamini, na sauti ya watu wa kawaida. Mabalozi, wanaharakati, hata vijana wa vyuo barani Afrika walianza kujifunza jina lake, Magufuli, mfano wa uongozi wa nidhamu, wa uchumi wa ndani na wa maendeleo yasiyojitangaza. Wapo waliokosoa msimamo wake mkali, lakini Afrika iliona zaidi ya makosa. Iliuona msingi wa utu na uzalendo. Kwa nchi zenye uchumi tegemezi, Magufuli alionekana kama mwalimu wa kujitegemea. Kwa mataifa yaliyojaa rushwa, Magufuli alionekana kama dawa ya uongozi wa uoga. Na kwa kizazi cha vijana barani Afrika, Magufuli alikuwa ishara ya kwamba mtu wa kawaida anaweza kusimama, kupigania na kubadilisha historia. Kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, Afrika ilipata sauti kutoka ndani yake. Si ya Marekani, si ya Ufaransa, bali ya mtu wa Chato, aliyesoma shule ya msingi kwa miguu peku na aliyetikisa bara zima kwa msimamo wake. Kuna miti huanguka na kupotea kabisa.
Lakini kuna mti mmoja uliokatwa, lakini mizizi yake iliendelea kusukuma usingizi wa ardhi, ikazaa mbegu mpya, ikazaa msitu wa matumaini. Hivyo ndivyo John Pombe Joseph Magufuli alivyo. Aliingia kwa utulivu, akaongoza kwa kishindo, akaondoka kimya kimya. Lakini sauti ya kazi zake bado inapiga kelele kwenye vichochoro vya Tanzania. Barabara zinaendelea, reli inasonga, ndege zinaendelea kuruka, watoto wanaendelea kusoma bure, wakulima wanauza zaidi, hospitali zinaendelea kuhudumu. Huo ndio urithi wa tingatinga. Wengi waliuliza, alikuwa mkali? Ndio. Alikuwa mkosoaji wa mfumo? Hakika. Alifanya makosa kama binadamu yeyote? Ndio. Lakini wakati historia itakaposimama kwenye mizani, kuna jambo moja litakuwa wazi. Aliipenda Tanzania kwa moyo wake wote. Aliiamini, aliitetea. Aliiamsha kutoka kwenye usingizi wa kutegemea na kuianza safari ya kusimama kwa miguu yake. Na sasa jina lake halisomwi tu kwenye vitabu. Linatembea kwenye barabara alizojenga. Linalia kwenye mvumo wa treni alizozianzisha. Linasikika kwenye kelele za viwanda na hospitali. Na linaishi kwenye tabasamu la kila Mtanzania aliyeguswa na kazi zake. Hakuwa mtume, hakuwa malaika, lakini alikuwa kiongozi wa kweli. Na hilo historia haiwezi kulisahau. Kwa hiyo tunapofunga pazia la makala hii ya sauti, tunakusihi usisahau. Magufuli hakufa kwa jina. Alihama kutoka Ikulu kwenda kwenye mioyo ya watu. Na kama mbegu, alipokufa aliacha shamba la maono. Maelfu waendelee kulima, kwa sababu Tanzania bado ipo na Watanzania bado wanaweza. Asante kwa kusikiliza makala hii. Asante kwa kusikiliza makala hii. John Pombe Magufuli, Tingatinga, mahususi kwa heshima ya mtu aliyeamini kazi ni ibada na taifa ni la kuenziwa kwa vitendo.